Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina naitwa Biwakati Sadia Nzuruni, mwanafunzi wa Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha. Tumepata faida kubwa leo, tumepata wageni wetu wakuja kutufundisha namna ya kulea watoto wetu, namna ya upungufu wa damu. Kwa kweli tunafurahi sana, tumestafiri sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu atujalie tuyaweke akilini tukafanyie kazi. Akina mama wa Buguruni kwa kweli tunawaambia kusoma kuna faida kubwa sana, kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu, amesema kusoma ni faida yetu na ni faradhi katika Uislamu wetu. Kwa hiyo ukijifundisha kusoma utajua mambo mengi. Tunawakaribisha katika jumuiya yetu hii ya Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha. Tufike, tutapata mengi kuliko kukaa mtaani bila kazi. Hao ni watoto wetu. Kwa hiyo wewe mama unajua mwanangu hana simu, lakini kumbe mwenzako ana simu, afu simu moja inatumiwa na watu 7. Hao wote moja. Kwa siku moja katika ukaguzi tukaona ile jambo limejirudia, afu limejirudia sana yani. Kwa tukaamua kukusanya yani. Tulipokuta cover tumechukua. Tulipokuta motherboard tumechukua. Tulipokutana na chaja ya kichwa tumechukua, waya tumechukua, kwenda kuunganisha tukapata simu 3. Tukasema kama kuna simu manake na line humu ndani zimo. Tukaanza msako wa kuzitafuta line mpaka tukazipata. Tuliyokutana nayo ndani ya hizo simu, kuna mzazi mmoja tulipompa simu ya mwanae alidondoka chini na kuzimia. Maana ilikuwa inaonyesha yule mtoto ameshakuwa na mahusiano na mwanamume ambao yako very deep, tena kwa muda mrefu, na mzazi habari hana, na mtoto mwenyewe ni wa kidato cha 3 tu, lakini mahusiano yameanza tokea form 1. Kwa miaka 3 yuko kwenye mahusiano na mzazi hana habari. Kwa tujenge huo utamaduni wa kuwakagua watoto ili tuweze kugundua mengi waliokuwa nayo. Lakini kingine wafundishwe na kunasihiwa juu ya madhara ya zinaa, madhara ya liwati na usagaji katika dunia na akhera. Wafundishwe na kunasihiwa jamani. Sasa hivi haya mambo yameanza kuchukua kasi sana katika jamii, mpaka yanaonekana kama ni mambo ya kawaida hivi. Lakini watoto wetu inabidi kuwanasihi, tusione tabu kuongea nao, sababu wewe unapoona tabu kuongea nao, jamii huko nje inaongea nao bila ya shida ya aina yoyote. TV zinaongea nao, simu zinaongea nao. Kwa wewe ukiona haya, wale kule hawana haya, kwa mwisho wake watoto wetu wanaharibikiwa. Lakini jingine la mwisho hili, hawa watoto waanze kuandaliwa kuwa mke au mume. Umri huu ndio umri wa kuelekea kwenda kuwa mke au mume. Kwa hiyo watoto waanze kuandaliwa kuwa mke au mume. Sio tu kuwa mke au mume, kuwa mke au mume mwema. Kwa hiyo waanze watoto hawa kuandaliwa. Azoeshwe mtoto wa kiume kubeba majukumu ya kimume, na azoeshwe mtoto wa kike kubeba majukumu ya kimke. Baba unaenda sokoni, nenda na kijana wako akaanze kujua kuhemea kule. Kesho na kesho kutwa anapokuja yeye kuwa mume, kuhemea kwake inakuwa sio kitu kigumu. Kwa maandalizi yanatakiwa yaanze hapa. Tusisubiri kumpeleka kwa somo ama kungwi eti ndo aende akamwandae mwanao kuwa mke mwema. Hawezi kama wewe mwenyewe haujamuandaa mapema. Unapeleka kwa somo siku 2. Siku 2 zinatosha kumwandaa mtu kuwa mke? Hao wa kiume ndo wapeleke kabisa. Atamwambiwa tu Sheikh Samata, hebu kana mwanangu mpe 2 matatu. Si ndio anaoa huyu. Kwa atampa 2 matatu. Lakini hatompa mafunzo haswa ya kumfanya yeye kuwa mume aliyekamilika. Mafunzo haya yanatolewa nyumbani kwa wazazi, ili ukifika ule muda sasa
mashehe wanaongezea tu, ili ukifika ule muda sasa somo anatoa yale ambayo wewe mama huwezi kumwambia mwanao, yale ya ndani kabisa ya chumbani. Lakini kama hajaandaliwa somo, hawezi kukuandalia mwanao kuwa mke mwema, wala shehe hawezi kukuandalia mwanao kuwa mume mwema. Kwa tuandae wajue kupika na kuandaa meza kwa mabinti, wajue kupika. Mwanamke jiko, sio binti yako chai pia akiambiwa apike anapika chai mbichi, anapika chai ambayo hajafanya nini, haijaiva. Alafu ukimwambia chai mbichi anakushangaa, mbichi? Yaani chai inakuwaje mbichi jamani? Jamani, chai inapikwa, ichemshwi. Ukiichemsha inakuwa mbichi, ukiipika inaiva. Kwa hiyo watoto wafundishwe kupika, ili akienda kule aweze kumpikia hayo masotojo mumewe. Sio anakwenda nataka delivery. Watoto wa siku hizi, nitafanya delivery. Yaani mumeo ale chakula kilichopikwa na mtu mwingine ambaye humjui, inaingia akilini kweli? Kwa tuwafundishe watoto wetu wa kike wajue kupika, na si wa kike tu, hata wa kiume, ili mkewe siku amechoka, mkewe siku anaumwa, basi sio anamrudisha kwa mama, yeye mwenyewe anakaa jikoni anakorofisha pale, wanakula yeye pamoja na nani, na mkewe na watoto. Lakini watoto wavulana kama nilivyosema mwanzo, wafundishwe kuhemea. Wakati mwingine mpe hela, mwambie nenda sokoni kanunue mahitaji, kanunue hiki na hiki na hiki na hiki, alafu unampa hela yenyewe ndogo ndogo pungufu pungufu hivi, ili aumize nini, kichwa, aumize kichwa. Mimi kwa kweli mnadani wanaenda watoto wangu wa kiume, yaani mimi nikagongane vikumbo wakati madume ninayo, wao ndo ninawapa hela. Tena saa nyingine unatajia vitu vingi alafu hela pungufu. Akifika kwa atakupigia simu, mama sijui hela naona haitoshi. Naambia inatosha. Unatakiwa ujue unapunguza wapi, ili wote nilivyokutuma viene kwa hela hiyo hiyo. Kwa anaumiza nini? Anaumiza kichwa, na anarudi na vitu vyote nilivyomuagiza. Kapunguza hichi, vyote vimefanya nini? Vimeenea. Unamfundisha kuanza kubeba majukumu ya ubaba, majukumu ya umume akiwa mapema. Wakati mwingine shopping ya shule ya wadogo zake, wale wadogo mpe yeye akafanye. Aende dukani akanunulie wadogo zake nguo za shule, akanunulie madaftari, akanunulie peni. Anaanza kujua na kuzoea hivi vitu kabla hajawa baba kamili. Lakini kingine, tuwafundishe kupanga ratiba ya chakula na nini cha kupika kwa mabinti. Yaani ajue, aanze kujifunza. Kwa mfano siku nyingine anambia, mimi leo ninatoka, hela hizo hapo, nataka nikirudi nikute kumepikwa. Mimi natoka hivyo, muandalieni baba yenu chai, wakae watulie, wamwandalie baba yao chai. Alafu wewe usiwaulize wao, muulize wewe mumeo, hivi uliandaliwa nini na wanao asubuhi? Akwambia waliniandalia hichi na hichi na hichi, alafu ndo unarudi kwao. Kwa hiyo nyinyi, mume wangu mimi, ndo mnampikia chai ya rangi, mnaenda kumnunulia mkate dukani kweli? Mwenyewe chakula namnunulia mkate? Hii jambo lisijirudie tena. Kwa siku nyingine watachukua ngano, watapika japo chapati za maji kumpikia nani? Baba yao. Lakini unawatrain na wao wasiende kuwanunulia waume zao mikate dukani, bali wawe na mazoea ya kupika wao wenyewe. Lakini mazoea haya hayawezi kuja baada ya kuolewa. Mazoea haya yanatengenezwa wapi? Nyumbani. Kwa mwenyewe aumize kichwa, ajue mchana tunapika nini, aumize kichwa ajue usiku tunapika nini. Hii ni training nzuri sana ya mabinti katika kuandaa kuwa wake. Jamani, tunaoletewa mabinti siye tunaojiita masomo, tunakutana na vituko.
Unamwachia binti jiko, hebu pika, ashumu mimi ndo mumeo, hebu niandalie chakula cha mchana. Dada we, unaweza ukalia. Unajiuliza sasa, huyu ndo kashaposwa, mahari ishatolewa, harusi kesho kutwa, hajui kupika, hajui kuandaa, ni vurugu mechi. Unamwacha tu huru afanye mwenyewe. Kakuletea vyakula, maji ya kunawa hayajaja. Kakuletea maji ya kunawa, maji ya kunywa hayajaja. Kaeka maji ya kunywa na juisi, umeletewa glasi moja. Basi alimradi umeletewa hichi, sabuni ya kunawia mikono hakuna. Basi ni vurugu mechi. Lakini hii maana yake ni nini? Hakuandaliwa nyumbani. Kwa tuwaandae mabinti zetu kuja kuwa wake. Lakini tuwafundishe pia kufua, kupanga nguo na kuandaa nguo za safari. Yaani baba anataka kusafiri, wakati mwingine mwambie binti yako, kamwambie baba yako nguo za safari. Wewe zitoe zimwage pale kwenye kitanda, afu yeye apange vizuri kabisa. Hili mimi mama yangu alikuwa analifanya sana, Allah amrehemu. Baba anataka kusafiri, anakujazia nguo pale, anakwambia haya babako anasafiri, anakwenda mkoa fulani. Sasa mimi mwanzo nilikuwa sielewi, hata nitajia mkoa. Kwani ananiambia anaenda mkoa fulani? Kwani siniambia babako anasafiri siku 2? Au babako anasafiri siku 3? Ile kutaja mkoa kumbe ilikuwa ina maana. Kuna mikoa ina baridi Kwa katika utakavopanga makoti yasifanye nini? Yasikose. Blanketi lisikosekane, ili asiende kuumizwa na baridi huko. Na kuna mikoa ya joto, ujue nguo gani unazompa zinazoendana na hali ya hewa ya nini? Ya joto. Wakati mwingine anakwenda nje ya nchi, alikuwa anaenda Uingereza. Unaanza kuangalia hivi Uingereza kipindi hiki ni msimu wa baridi au vipi? Kwa umwandalie ile mijidude mikubwa mikubwa ile misweta ile, kutokana na mazingira ya kule. Lakini hili nilikuja kumshukuru mama yangu baada ya kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Mume akiwa anasafiri, unaenda siku ngapi mume wangu? 3. Unajua unamwandaliaje? Kwa sababu training ulishaipata kwa kumwandalia nani? Baba. Kwa tuwaandae watoto wetu kuwa waume wema na wake wema. Jamani, maandalizi yanafanywa mapema. Ukisubiri last minute kashaposwa, utakuwa umechelewa. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kilichonileta hapa leo naongelea kuhusu upungufu wa damu kwa wajawazito. Tukilisema hili unaweza kuona kama ni kitu chepesi vile tunaongea, lakini ni kitu kikubwa, kwa sababu upungufu wa damu kwa mjamzito hauishi kumwathiri yeye peke yake afya yake. Afya yake inaathirika kuanzia ubongo wake, ngozi, moyo na viungo vingi mwilini. Sawa? Lakini inaathiri na mtoto aliyemo tumboni pia vile vile. Inaathiri mtoto kiasi kwamba inaathiri maendeleo na ukuaji wa ubongo wake. Kwa ina maana mtoto anayezaliwa na mama ambaye ana upungufu wa damu anaweza akawa na ufahamu wake uko chini kuliko yule ambaye mama ana kiwango cha kutosha cha damu. Zaidi ya nusu ya wanawake wajawazito tunaonana nao wana upungufu wa damu. Zaidi ya nusu. Kwa ni changamoto kubwa. Ikiwepo zaidi ya nusu ya mama wajawazito watazaa watoto ambao akili zao zina udumavu kutokana na upungufu wa damu. Hii ni hatari katika jamii. Sawa jamani? Sasa upungufu wa damu tunausema ni nini? Upungufu wa damu yani ni kuwa na kiwango cha chini ya damu kuliko kile ambacho kinahitajika katika afya ya mwanamama huyu mjamzito pamoja na mtoto wake akiwa tumboni. Zamani walikuwa wanapima kwa asilimia, si ndio? Ile asilimia ikiwa chini ya 70 tunasema damu imepungua. Lakini siku hizi tunapima kwa kipimo kingine, kwa numbers, ndio? Ambazo tunapima tunasema kwa gram per deciliter, ambayo haitakiwi kuwa chini ya 10.5. Kwa mjamzito anatakiwa na damu zaidi ya hapo, awe na 11, 12, 13 katika hali ya kawaida. Ikiwa katika chini ya hapo ina maana tayari anaingia katika hii changamoto ya upungufu wa damu. Na ikiwa chini zaidi, chini ya 7, huyu mama mjamzito unakuta lazima afanyeje? Aongezewe damu. Lakini sisi tunapata mama pale anakuja kachangamka na damu 5, 6 na anatembea mwenyewe. Umeona? Kwa ina maana hii hali ameishi nayo muda mrefu. Kwa hiyo ni mhanga, anaishi na tuseme maumivu ya
changamoto ya upungufu wa damu, lakini pia mtoto wake tumboni anapata shida kutokana na upungufu wa damu, na huenda akazaa mtoto ambaye asiyekuwa na afya. Sawa jamani? Upungufu wa damu una dalili nyingi kwa wajawazito. Sawa? Wengi wanapata kichwa kinauma. Yaani mjamzito kichwa kinauma tu. Muda mwingi anasikia tu hayuko sawa, kichwa kinagonga gonga. Sawa? Ingawa maumivu ya kichwa yana sababu nyingi, ikiwemo pia pressure kupanda wakati wa ujauzito, lakini wenye upungufu wa damu wanapata kuumwa na kichwa mara kwa mara pia vile vile. Si tu kichwa, anaweza akapata anakosa utulivu, anakosa ule uwezo wa kuchanganua mambo vizuri, anakosa umakinifu. Yaani ile akili inakuwa haijatulia kutokana na upungufu wa damu. Anakuwa hana raha muda mwingi. Sawa? Lakini pia anaweza akapata kizunguzungu. Kizunguzungu, akisimama kutembea hapa na pale tayari anasikia kizunguzungu kama damu ni ndogo. Na pia vile vile mwili unakuwa unachoka. Mara nyingi anakuwa anachoka. Hawezi kustahimili kutembea mita 200 300, anakuwa tayari anahitaji kupumzika. Hawezi kufanya kazi ambayo itamhitaji atumie nguvu kidogo, anakuwa mdhaifu. Sawa jamani? Lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inamfanya mama ausikie moyo unaenda mbio. Kazi ya moyo ni kusukuma damu jamani, sawa? Moyo unasukuma damu, unapiga, unapump kusukuma damu. Sasa unapokuwa na damu kidogo inabidi moyo ukazane, upump sana. Unapopiga kwa nguvu mtu anaweza akayahisi mapigo ya moyo. Mwenyezi Mungu ametuumba katika moyo wetu unapiga, lakini hatuyasikia yale mapigo. Sasa unapopiga kuliko kawaida ndipo utakapoyasikia, na hii hali inakera na inakosesha utulivu. Haishi hapo, utakuwa unapiga haraka. Itafika point utachoka, sasa utakuwa unafanya chini kuliko kawaida. Ina maana anaingia kwenye moyo kufeli, ambao ni changamoto kubwa zaidi katika ukosefu wa damu. Dalili nyingine ya upungufu wa damu ni kwamba ngozi inakuwa ina mabadiliko, ya? Katika mabadiliko hayo inakuwa inapauka zaidi. Na hata ukitazama sehemu ambazo zinaonekana vizuri mishipa ya damu kama vile ulimi, unakuta umepauka kuliko kawaida. Ulimi unakuwa na pinki iliyokolea, lakini unakuta umepauka unaelekea kwenye weupe. Pamoja na ile ngozi ya ndani ya jicho ukitazama nayo inakuwa ni nyeupe zaidi. Hata ukiangalia kiganja unakikuta kiko cheupe zaidi kuliko kawaida kwa mama wenye upungufu wa damu. Lakini pia ngozi inakuwa haina afya, inakuwa dhaifu, inakuwa haina mvuto, inapoteza ule ung'aro wake wa asili. Na pia vile vile kucha pia zinaweza zikabadilika kutokana na upungufu wa damu. Na kama upungufu wa damu upo kwa muda mrefu, anaweza akapata mabaka kwenye ulimi. Ulimi unafanya kama ramani, au anatengeneza vidonda kwenye kona za midomo. Ukuta mama ana vidonda huko, haviponi, vipo tu. Sawa? Ni kutokana na upungufu wa damu. Na sababu hasa zinazofanya wamama wengi wawe na upungufu wa damu ni chakula. Chakula hiki ni lishe duni jamani. Sawa? Ni lishe duni. Na Fatma hapa ameelezea vizuri kuhusu malezi. Binti anatakiwa ajue kufanyaje? Kupika. Sawa? Ajue kupika. Mwingine anaweza akawa ana vitu, ana uwezo wa kupika chakula chochote anachokitaka, lakini anashindwa kutengeneza mkusanyiko wa makundi ya vyakula ambayo ni mzuri kwa ajili ya afya yake, akaweza kupata kuzuia upungufu wa damu. Sawa? Na wanawake wengi wanaingia na ujauzito tayari akiwa na upungufu wa damu. Yaani mimba inaingia mwezi wa kwanza anaanza yeye tayari ana upungufu wa damu. Kutokana huku nyuma alikuwa na lishe duni. Sawa? Alikuwa na lishe duni, kwa hiyo anaingia akiwa na upungufu wa damu. Na wakati wa ujauzito damu inahitajika zaidi kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya mtoto anayekuwa tumboni. Kwa hiyo damu unakuta naturally inapungua yenyewe. Asipokula vizuri inazidi kushuka badala ya kupanda. Sawa? Kwa hiyo kwenye vyakula lazima tupate makundi yote ya vyakula. Katika hii sehemu ya damu lazima tupate vyakula vyenye virutubisho kwa wingi wa madini hasa ya chuma ambayo ni iron. Sawa? Vyakula hivi ni kama vile maini, nyama hizi, sawa? Maharage, mboga za majani kama vile matembele na michicha,
Viko makundi ya kutoka kwa wanyama, kutoka kwa mimea vya namna tofauti tofauti. Kiasi kwamba ukikosa huku huna uwezo na maini, basi hata maharage pia unaweza ukapata, maharage na jamii zake unaweza ukapata chanzo cha madini ya chuma. Lakini pia vile vile inahitajika madini ya folic acid, sawa, ambayo tunapata kwenye mboga za majani. Kwa hapa Buguruni, kiingia Boma hapo au Buguruni sokoni, ndio fungu la 500 la mboga za majani linatosha kabisa, si ndio? Na wengi tunaweza kulimudu tukalipata. Na pia vile vile kwenye mboga za majani kuna madini chuma tumesema, kuna folic acid na vitamins nyingine, na vitamin kama B12 ambayo pia inatumika katika kuongeza kiasi cha damu mwilini. Na vyakula vya aina ya protein pia ni muhimu sana kutengeneza damu. Protein tunavyoongelea kuna za wanyama, kuna za mimea. Kwa wanyama na hizo nyama, maziwa, mayai, samaki. Lakini kwenye mimea tunapata kwenye hizo maharage, sawa, na jamii zake. Njugu, mawe, choroko, kunde, zote hizo tunaweza tukapata source ya protein. Soya, ambapo wengi mimi naamini tunaweza tukavipata. Kwa hiyo ni jitihada za kila mama anaelea hakikisha binti yake hatoki nyumbani kwenda kuanzisha familia yake mpaka aweze kujua kutengeneza mchanganyiko sahihi wa chakula ambao utaweza kuzuia upungufu wa damu kwake yeye na familia yake. Sawa? Mtu anaweza akatumia masaa kama 3 jikoni, anaandaa mlo ambao ndani yake kuna kaimati, maandazi, chapati, rosti la viazi. Sawa? Hizi zote ni wanga, kuna sukari mundani, sawa? Na ngano, hizo zote ni wanga ambazo zote zinaleta kitu kimoja. Mlo huu unakuta hauna mboga za majani. Kwa hiyo maana hapa hana chanzo kizuri cha madini ya chuma. Mlo huu unakuta hauna labda maharage au nyama, mchuzi wa nyama ambao utaleta chanzo kizuri cha madini ya chuma na chanzo kizuri cha protein. Kwa kila mama lazima awe smart uweza kujua ni mchanganyiko upi wa vyakula unatakiwa uwepo pale. Tunasema balanced diet kwa kila mlo unaoandaliwa katika familia. Sawa jamani? Ulimwengu unaenda kasi. Watu wanajifunza vitu vingi sana. Watoto wetu ni wepesi kujifunza na wanajifunza vitu vingi kutushinda sisi. Basi tuwaelekeze katika kujifunza pia huku katika maandalizi ya vyakula vyetu. Sawa? Usiwe mara zote tuko nyuma ya maendeleo ya dunia inavyoenda. Mara zote tunataka tuwe mbele, sisi ni Waislamu. Na huku kula chakula bora ni agizo jamani, mimi naweza nikasema katika Qur'an, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Baqara sura ya 2 aya 168, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, kuleni vilivyo katika ardhi vilivyokuwa halali na vizuri, si ndio? Vilivyokuwa halali na vizuri. Lakini pia Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Kahf ambayo tunasoma kila Ijumaa, ambayo ndio Ukhti Fatma kaitaja hapa na kaisisitiza tuwafundishe watoto. Katika sura hiyo kuna kisa cha wale vijana waliolala pangoni, si ndio? Aya ya 19, wameamka wanaulizana tumelala siku ngapi? Wengine wanasema hizi, wengine wanasema hizi, mwingine anasema tumelala siku au baadhi ya siku, si ndio? Wameamka njaa inauma, si ndio? Njaa inauma, wakasema kwamba fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ila almadina falyanzur ayyuha azka ta'aman, chakula bora. Sawa? Kwa chakula bora si jambo ambalo ni luxury, nilipo na Uislamu unahimiza watu wale chakula kilichokuwa bora. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mu'min mwenye nguvu ni bora na anapendeka zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko mu'min aliye dhaifu. Hatuwezi kuwa na nguvu, hatuwezi kuwa bora kama tuna upungufu wa damu ambao utatufanya tuwe wanyonge, vichwa vinauma, vizunguzungu, moyo unaenda mbio, akili imevurugika, inashindwa kufanya kazi vizuri, kung'amua mambo, tunashindwa kufanya maamuzi vizuri. Lakini mbaya zaidi tunazaa watoto ambao wanakuwa na udumavu wa akili, si ndio? Kwa hatuwezi kuwa mabora kama tukiwa dhaifu kama hivi. Kwa hiyo tujitahidi tuwe na elimu nzuri kwenye maandalizi ya chakula. Sio tu kukaanga na mafuta mengi na sukari nyingi vikameremeta. Uyano wa virutubisho katika vyakula vyetu
tuweze kujua tunapata nini na tunalenga nini katika kila mlo tunaoandaa. Katika hivi vyakula pia tunahitaji vitamins kama vile vitamin C, muhimu sana katika kupata damu. Kuna dhana ambayo wengi wanatembea nayo kwamba ukila machungwa yanakausha damu, sijui ndimu inakausha damu, si ndio? Hii ni vitamin C ambayo ni kiungo muhimu sana katika kutengenezwa kwa damu. Vitamin C inawezesha kufyonzwa kwa madini ya chuma ambayo tumekula katika chakula chetu kutoka tumboni kuingia katika mzunguko wa damu na kuweza kwenda kutengeneza damu. Kwa hiyo inahitajika sana. Kwa hiyo kama unapika tembere unategemea kupata madini ya chuma ili uongeze damu, basi ni muhimu ukaweka na kandimu ili ipate vitamin C ambayo tunasema inawezesha kufyonzwa, ina enhance absorption ya hiyo madini chuma kutoka kwenye hayo matembere kuingia kwenye mzunguko wa damu. Sawa jamani? Kwa machungwa na jamii zake sio vitu ambavyo vinakausha damu, bali ni vitu ambavyo vinasaidia kuongeza damu. Na hapa sokoni chungwa si shilingi 100 tu jamani, ambalo halitushindi bila shaka. Ukiwa na 1000 nyumba nzima anakula machungwa siku hiyo, si ndio? Sawa? Na sababu nyingine nimesema kwamba wanawake wanaingia na ujauzito tayari ana upungufu wa damu. Wasichana wetu tupo nao. Mtu akipata pesa, priority kipaumbele chake cha kwanza ni kuvaa, kupendeza. Anasahau kula. Ana hiari asubuhi apige chai ya rangi na mkate mkavu, mchana apige mihogo ya kukaanga na jioni anapiga chips kavu. Kwa siku nyingi za maisha yake ndio mla wake unafanana na hivi. Kwa unajikuta hapati chanzo kizuri cha madini chuma. Hata anafika kuja kushika ujauzito ana kiwango kidogo cha damu. Umeona? Lakini pia wengine wanapata changamoto za hedhi, labda ana bleed sana kabla hajashika ujauzito. Ana bleed sana, mwingine anapotezea, anaona kawaida. Sasa ile bleeding kawaida kila mmoja ana ile kawaida yake aliyoizoea, lakini inapozidi tunajua hapa pamezidi. Ukiwa una bleed ndani ya lisali moja unalazimika kubadilisha pedi kwamba imejaa, hiyo sio kawaida. Sawa? Una bleed zaidi ya wiki, hiyo sio kawaida. Kwa hiyo mtu ambapo anapata changamoto ya hedhi zinatoka nyingi au kwa siku nyingi kuliko kawaida, ni muhimu akatibiwa kabla hajaingia katika ujauzito. Kwa sababu huyu akiingia kwenye ujauzito tayari atakuwa na upungufu wa damu. Kwa hiyo ujauzito wake wote anaweza akawa ni mdhaifu kutokana na upungufu wake wa damu na akazaa mtoto ambaye hayuko vizuri kutokana na athari zake. Na chanzo kingine cha damu cha upungufu wa damu ni magonjwa ya damu kama vile sickle cell ambao kwa nchi zetu hizi za Afrika ipo kwa kiasi kikubwa, na baadhi ya watu wana ugonjwa wa sickle cell. Daima damu zao ni ndogo ndogo, na magonjwa mengine ya damu tofauti tofauti. Na kingine pia ni maambukizi ya vidudu mbalimbali vya maradhi ikiwemo bacteria infection. Ikiwa na infection ya bakteria za virusi, magonjwa vile kama HIV yanafanya damu inakuwa inashuka. Kwa hiyo kabla mama hajabeba ujauzito ni muhimu kama na changamoto hizi akarekebisha na akatibu upungufu wake wa damu kabla hajabeba ujauzito. Magonjwa kama malaria ni magonjwa ambayo yanazuilika. Magonjwa ambayo dunia inayatambua yanapatikana kutokana na mazingira duni ya maisha. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi kadiri ya uwezo wake aboreshe mazingira anayoishi, kuzuia mazalia ya mbu, kuzuia mbu asiingie ndani kwa wingi na kuweza kusababisha malaria kama hivi. Na mara nyingine malaria inaweza ikamkumuta mtu isiwe na dalili, akaa kimya tu, nashtukia tu upungufu wa damu mkubwa, ukipima kumbe ana malaria ndani yake. Lakini kingine kikubwa kwa wajawazito ni maambukizi ya minyoo. Sawa? Maambukizi ya minyoo. Minyoo tunaipata kutokana na kula chakula kichafu. Chakula ambacho kimechafuliwa, kimepata uchafu wa kinyesi ambacho ndani yake kuna mayai ya minyoo. Chakula ambacho tukishakula minyoo inaota tumboni mwetu inasababisha kufyonzwa kwa damu katika utumbo na kwenye utumbo. Kwa unakuwa na bleed kidogo kidogo. Ile bleeding unaweza usione lakini imechanganyika na choo. Kikipimwa damu inaonekana kwenye choo. Kidogo kidogo kwa muda mrefu kwa kila siku. Kwa hiyo unakuta kiasi kikubwa cha damu kinapotea kwa namna hii.
Na wajawazito wengi wanapata minyoo kutokana na kula vitu ambavyo sio vya kawaida, ambavyo sio vyakula, havina lishe, kama vile udongo. Sawa? Hilo soko letu hapo kuna watu wanaweka vidumu vile vinamejaa udongo, wanauza sijui shilingi ngapi? 100, 200. Wale wanauza kitu bwana, kile ni bomu kila. Sawa? Udongo si mchanga, unatoka ardhini. Haujapikwa, si ndio? Umefinyangwa, jinsi ufinyanga ndani yake mle kafinyanga na mayai ya minyoo. Unachukua unakula, unasema mimi siwezi kujizuia. Mtu anakula udongo lakini anakula mayai ya minyoo. Wengine wanakuja nao mpaka hospitali kwenye mkoba ule, anaka udongo kake. Yaani kalazwa kwa ajili ya kuongezewa damu, lakini kwenye mkoba anaka udongo. Ukimwambia anakwambia acha nimalizie uzo. Mama Buguruni. Kwa hiyo wengi wanapata minyoo kwa njia hizi. Sawa? Minyoo kwa njia hizi, na minyoo ina athari nyingi kubwa tu mwilini, ikiwemo upungufu wa damu. Sasa kwa nini tunajiua kwa mikono yetu? Kujizuia vitu kama hivi inawezekana jamani. Sawa? Inawezekana. Kwani sisi si Waislamu? Yaani tuna nafsi moja ambayo Mwenyezi Mungu ametupendelea. Yaani tuna roho ya kukatazika. Si ndio? Tunaambiwa pombe haramu. Si ndio? Hata mtu akuletee pombe hii imepambwa kwa utakavyopambwa, iweke chupa nzuri itakavyoka. Ukishajua tu hii pombe unakaa mbali nayo. Kwa kama tunaweza kukatazika kwa vitu kama hivi vyenye ushawishi mkubwa kabisa kwa watu wengi duniani, kwa nini hichi kitu chenye madhara tunasema tunashindwa kujizuia? Ni kweli haiwezekani kujizuia? Inawezekana. Sawa? Kwa hiyo kula vitu kama hivi ni dalili kwamba mtu ana upungufu wa damu. Lakini pia mwenye upungufu wa damu tunasema anajisikia ale zaidi vitu kama hivi. Sawa? Inazuilika. Cha msingi ni kutafuta vitu badala yake, vyenye afya, vyenye tija. Ukiwa mjamzito usikae bure. Ndani kwako kuna vitu vidogo vya kula. Pale kuna karanga kidogo, ufuta pale, korosho sijui, kuna zabibu kidogo, kuna kachungwa pembeni. Sawa? Mbali na ile milo mitatu ya kila siku watu wanakula asubuhi, mchana, jioni, pembeni unatupia. Usipokuwa na hivi vitu ndio utatamani udongo. Sawa? Muhimu hata vile ukitembea kwenye mkoba wako, mtu anaenda kliniki, awe na kachakula kidogo. Unaweza kufika kula ukuta foleni, maabara foleni, kumuona daktari foleni, kupata dawa foleni. Amekuja asubuhi mpaka saa 9 hajatia kitu mdomoni, nasikia kaanguka njaa. Hatutaki kuwa hivyo. Unatakiwa na kakitu kakula muda wote unatembea navyo. Si ndio? Hata kapakti kakaranga sikuna mpaka za 200. 200 najua itushindi, unaweka mle. Nisikia vibaya unatupia na maji yako. Wala hutakaa kutamani udongo ukiwa na vitu vidogo kama hivi vya kuvila. Sawa jamani? Sasa naona nimepewa muda ambao limited na mimi nakimbizana nao. Mwisho kabisa nasema madhara yanayopatikana na upungufu wa damu. Kama hivyo tumesema ni kuharibu afya nzima kwa upande wa mama, na haribu afya yake. Sawa? Afya ya damu, upungufu wa damu unaweza ukasababishia moyo kufeli kama nilivyoelezea. Moyo unazidiwa kazi yake mpaka unafeli. Na moyo ndio kiungo ambacho kinabeba kazi kubwa sana katika mwili wa binadamu. Ukifeli, mwisho wa siku ukisimama kabisa ndio hai umesimama. Si vile mtu akifa tunaangalia mapigo ya moyo yapo. Kama hayapo ina maana ndio kashafariki. Kwa hiyo moyo ukizidiwa mwisho utafeli, ukifeli mwisho utasimama. Nasikia simanzi, unakuta binti mdogo kabisa na miaka 20 anapata heart failure. Alafu sasa tamani yake ukishaingia kwenye ubovu kurudi kama mwanzo ni ngumu, si ndio? Na matibabu ni gharama. Kifika tu pale huyo ana heart failure, vipimo tunamwagika tu pale. Echo, ECG, nini zote mabilioni ndio kukutana nayo mbele. Ndugu anachangishana. Sawa? Mtu moyo unafeli kutokana na upungufu wa damu. Hatari sana. Kabiti kadogo anakuja. Na dalili zake utaona mtu anashindwa kupumua, anashindwa kulala chale, anatamani akae tu saa zote, anahema juu. Mwingine miguu inavimba, mwingine mpaka tumbo linajaa maji kutokana kwa kufeli kwa moyo. Mwingine mpaka anaishia kupoteza uhai. Sawa? Watoto wadogo. Sawa? Lakini pia wamama wenye
upungufu wa damu, sisi tiba yetu tunatoa dawa za damu, kuongeza damu kliniki. Bahati mbaya wanakuwa hawazitumii wengine, mwingine anatupa, anasema siziwezi. Kama huziwezi usinyamaze, unasemezana na mtu wa huduma wako, kwa sababu zipo nyingine tofauti tofauti ambazo unaweza ukapewa ukajaribu mwili wako ukakubali, kuliko kusema mimi hizi siziwezagi. Unapewa unatupa, unapewa unaweka ndani, matokeo yake unakuja kujifungua una upungufu wa damu. Ukija hipo nakuwa hakuna namna, lazima tuongezeane nini? Damu. Na kuongezeana damu asikwambie mtu ni jambo zito kuongezewa damu. Utakaa siku nyingi hospitali, si ndio? Ukaa siku nyingi, wote mnajua ukiwa heka la kuwa na mgonjwa hospitali, ratiba za nyumba zinasimama, watu lazima wapeleke chakula, kuwe na ratiba kupeleka chakula asubuhi, mchana, jioni. Kule bili inasoma. Sisi tukiona hivi kipimo, ultrasound, kipimo, echo, kipimo, x-ray, kipimo, yaani tunamwagika tu. Bili ile ndugu ndo mnakuja kufanyaje? Kuilipa. Lakini ingeweza kuzuilika kama wangeweza kula vizuri. Sawa? Na kuzuia upungufu wa damu. Tukiongezewa damu sisi tunasema tunakudai. Tukiongezea chupa moja tuletee watu 4 wa kuchangia. Mwingine anakuta anaongezewa chupa 4, 5 mara 4 na mara aletwa watu 16, watu 20. Mtu anachanganyikiwa, analia, sina ndugu, unaanzia wapi? Lakini hili swala lilikuwa linazuilika kama angekuwa anaweza kula vizuri na kuepusha upungufu wa damu asifike pale. Kwa hiyo ukikwepa gharama kwenye kuzuia, kwenye kula vizuri, utatumia gharama nyingi zaidi kwenye kutibu kwa maana ya pesa, lakini pia itakugharimu afya yako, kuweza kuharibu hata viungo vingine vya muhimu vya mwili. Hawa mama wenye upungufu wa damu ndio wanaongoza kwa vifo. Sawa? Bado tupo kwenye idadi kubwa ya watu wanaokufa kwa ajili ya kujifungua na muda baada ya kujifungua. Sawa? Sehemu kubwa ya wanaokufa wakati wa uzazi na mara tu baada ya kujifungua inakuwa ni kwa ajili ya upotevu wa damu. Sawa? Kwa ajili ya upotevu wa damu. Wamama wenye upungufu wa damu ndio wanaongoza kwa kumwaga damu nyingi. Yaani mtu mwenye wingi wake wa damu, HB tunaita, mwenye HB ya 12 akajifungua, akapata changamoto akapoteza lita 1. Huyu akitoka hapo atayumba kidogo, lakini mara atarudi atakuwa sawa sawa, sababu kiwango chake cha damu kabla ya kujifungua kinamlinda. Lakini yule amekuja kujifungua ana wingi wa damu 7, alafu akapoteza lita 1, huyu tunaweza kaja mwenyewe kwa miguu yake, anaweza kaondoka, yupo kwenye sanduku tunasema. Sawa? Anaweza kaondoka akapoteza uhai wake, kwa sababu kupoteza damu kwake kiasi kidogo tu kwake kuna maanisha kitu kikubwa. Kupoteza kwake damu kiasi kidogo kwake unaleta athari kubwa kuliko yule ambaye ana kiwango cha kutosha cha damu mwilini. Na wengi wanapoteza maisha. Akinusurika kwenye kupoteza maisha kutokana na umwaga damu, utakuta anaishia kwenye kupata figo zinafeli. Figo zinafeli tunasema tunampeleka kwenye dialysis. Wale ambao wana wagonjwa waliofeli figo ambao wanatakiwa dialysis, yani kusafishwa figo angalau mara 3 kwa wiki, wanaweza wakahisi uzito wake. Ni gharama nyingi zinatumika kwa ajili ya kufanya zoezi hili. Sawa? Lakini pia wengine anaweza akaishia katika ulemavu wa kudumu. Mwingine anaweza asiamke kabisa na mwingine akapoteza maisha kabisa kutokana na upotevu wa damu. Sawa kina mama? Lakini hii upotevu wa damu unaweza ukasababisha daktari akawa hana namna kumsaidia huyu mama aendelee kuishi maishani mwake, tumkimbize theater tukatoe kizazi. Sawa? Tukatoe kizazi kwa sababu kizazi ndo kina bleed. Kimetoa mtoto, hakitaki kurudi katika hali yake kwa sababu huyu mama alikuwa na upungufu mkubwa wa damu kabla hajajifungua, katujia na uchungu wake ndembe hatukuwahi hata kumuongezea damu kabla, kashazaa, kashamwaga damu nyingi, tumekimbizana bado ana bleed, tushatoa dawa zetu zote, tushafanya vya kufanya lakini haiwezekani ana bleed, tumwache anakufa. Tunaenda kutoa kizazi. Mwingine anatoa kizazi ndo kwanza na mtoto mmoja au ndo yule tu aliyemzaa. Ndo kwanza kaolewa. Ndo bwana anataka watoto. Umeona? Lakini ile aishi ndo toa kizazi. Kwa unajikuta hata akitoka hapo tushavuruga maisha yake. Hana furaha tena na maisha yake. Anakuta mwingine mwanaume mkorofi, gogoro unaanzia hapo, anajua mwanamke wa bure tu, hazai tena. Umeona? Kwa unakuta inaleta athari nyingi. Wengine mpaka anapata ugonjwa wa akili ukishamtoa kizazi chake. Lakini ndo huna namna, ulikuwa huna namna ya kumsave zaidi ya
kutoa hicho kizazi. Lakini yote haya yalikuwa yanaepukika iwapo mtu angechukua tahadhari ya kuweza kutengeneza mlo vizuri, ya kuweza kufanya kujali ujauzito wake, kufanya mahudhurio vizuri na kutumia zile dawa za kuongeza damu wakati wa ujauzito kabla hajafikia kwenye kujifungua. Sawa jamani. La kingine pia ni kwenye kwa watoto. Watoto wanaozaliwa na mama ambaye ana upungufu wa damu, wengi kwanza wanakuwa na uzito mdogo kuliko kawaida. Mtoto kawaida hatakiwi kuwa chini ya kilo 2.5. Sasa wamama wenye upungufu wa damu wanaweza kuzaa watoto wenye kilo chini ya hapo. Na akishazaliwa na upungufu mdogo anaweza akakumbana na changamoto nyingi ambazo zinaweza zikapelekea kupoteza uhai wao masiku machache baada ya kuzaliwa. Sawa? Lakini pia wanaweza wakapata kujifungua kabla ya muda. Uchungu unakuja kabla ya miezi 9. Miezi 7, miezi 7 na nusu, miezi 8 unakuja uchungu, mimba mtoto anazaliwa. Akizaliwa katika miezi hii kuishi inakuwa kidogo, ataishi lakini kwa magumu, na pia anaweza kupoteza uhai kwa sababu mifumo mingi katika mwili wake inakuwa haijakomaa. Hajaweza kukomaza mfumo wake wa kurekebisha joto la mwili, kwa baridi itamuua, infections zitamuua, changamoto za kupumua, mapafu hayajakomaa, anaweza akaondoka kwa hizi na mengineyo mengi. Sawa? Wapo wale ambao washaka ile wodi ya vichanga. Sio hapo ambao mshapita mle. Naona vitoto vinjiti vinavyokatika. Havijakomaa, mifumo yao mingi bado imezaliwa kabla ya muda, na mle ndani yake wapo waliozaliwa na mama ambao damu ndogo ndio ilimpelekea akapata uchungu kabla ya muda. Lakini pia kama tulivyosema kwamba damu ni kiungo muhimu kwenye maendeleo na ukuaji wa mtoto, kwenye maendeleo na ukuaji wa ubongo wake. Mama mwenye upungufu wa madini ya chuma, mama mwenye upungufu wa damu, mtoto wake anaweza akawa na udumavu wa maendeleo ya ubongo tangu akiwa tumboni. Kwa unazaa mtoto ambaye ameanza kudumaa akili yake tangu akiwa tumboni. Tunahitaji kuzaa watoto ambao wako smart, wana akili nzuri, wana uwezo mzuri wa kufikiri na kuamua mambo kuweza kuiendesha hii dunia. Kwa hiyo tujitahidi tule vizuri, tulee mimba zetu vizuri, tuepuke hii changamoto ya upungufu wa damu. Mpaka hapo naweza nikasema tuishie hapa. Nakumbusha tu vile vile kwamba muumini mwenye nguvu ni mzuri na anapendeka zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko yule muumini aliye dhaifu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.